Mtazamaji wa TBC1, ni siku nyingine nzuri ambayo tunakukutana katika kipindi cha Shambani. Shambani hii leo tunajifunza ufugaji wa mbuzi. Katika ufugaji wa mbuzi kuna fursa. Karibu ujifunze. Aya, twendeni shambani, wananchi tukalime, tusikae vitani. Na leo mtazamaji, katika kuzungumzia ufugaji wa mbuzi, tuko na Richard Wiso. Yeye ni mtaalamu wa mifugo katika shamba la mifugo Mabuki hapa wilayani Misungwi mkoani Mwanza. Unaweza habari za kazi? Habari za kazi, salama. Kwanza hongera kwa kazi nzuri unayofanya. Asante sana, nashukuru sana. Tunazungumzia ufugaji wa mbuzi. Kwa kwanza bwana Richard, hem tuambie, kwanza kuna mbuzi aina ngapi? Kuna mbuzi wa aina mbili, kuna mbuzi wa maziwa na mbuzi wa nyama. Lakini tukianza na mbuzi wa maziwa, kuna breed tunasema. Kuna Toggenburg, kuna Saanen, kuna Norwegian na kuna Alpine. Kwa hapa Tanzania kuna mbuzi aina gani? Wa maziwa. Mbuzi wa maziwa ambao Tanzania wanapatikana sasa, kuna Toggenburg ambao wanapatikana hapa Mabuki, kuna Saanen, kuna Norwegian na kuna Alpine wanapatikana sasa Tanzania. Wote wako hapa. Yeah. Basi hebu twende mtazamaji anaweza kataka leo kuanza ufugaji wa mbuzi. Ni mambo yapi hasa ambao tunapaswa kuyazingatia au anapaswa kuyazingatia katika kuanza mradi wake wa ufugaji wa mbuzi? Kikubwa cha kwanza cha kuzingatia ni mtaji. Ushakuwa na mtaji ndio kila kitu. Utaandaa eneo kubwa ambalo si matabu kitaalamu wanashauri mabanda ya mifugo au mifugo tu ng'ombe, mbuzi yakae mbali na makazi ya raia. Sababu ya ile harufu na mambo mengineyo. Kwa kubwa liwe una eneo kubwa la kutosha. Kingine wewe jenge banda, unatakiwa banda la kitaalamu la kisasa, banda la mbuzi na lina sifa zake. Inatakiwa liwe na chaga ili akiwa anajisaidia kinyesi kinaanguka chini pamoja na mkojo, wewe unaenda chini ili asiweze kuvilalia vile vitu, sababu sababu akilalia kimkojo na kile kinyesi, akivuta ile hewa itaenda kuharibu mfumo wake wa upumuaji, atapata kitu kinaitwa pneumonia au homa ya mapafu. Hapa mbele yetu ndio tunaona mfano wa banda la mbuzi linavyotakiwa liwe. Linatakiwa liwe kama na chaga, kama kichanja juu. Ili lisaidia anavyojisaidia, kinyesi kinadondoka chini pamoja na ule mkojo unaenda chini. Ili akilala asije kalalia ule mkojo akavuta ile hewa ya mkojo. Kwa banda la mbuzi linatakiwa liwe awe analala juu, asilale chini. Akalalia mkojo na kinyesi. Alafu na banda la mbuzi linatakiwa juu liwe na madirisha ya kutosha kwa ajili ya mzunguko wa hewa, pamoja na chini kuwa kuna umetoboa, kwa kuna matobo kwa ajili ya mzunguko wa hewa inazunguka. Kwa ili asije kupata ugonjwa wa pneumonia, homa ya mapafu anafadhalia ule mkojo. Alafu kingine, banda letu tumeligawa lina chemba mbili. Huku chemba ya huku ndani na chemba ya huku. Huku kwa ajili ya kulala wale mbuzi wadogo, watoto wale wa mbuzi tunawafungia huku. Mbuzi wakubwa wanalala huku. Ili tunafanya hivyo kwa nini? Ili wasiumizane. Wale mbuzi wakubwa wasiwajeruhi wale mbuzi wadogo. Hizi ni sehemu za kulia chakula, ndio tunakuwekea pumba humu. Zinaitwa feed trough. Sehemu za kuwekea chakula ndio tunawekea pumba zizi. Ndio tunawekea sehemu za kuwekea chakula. Na hili pembeni hapa tunaona hili ni jiwe la kulamba, linaitwa mineral block. Lina madini pamoja na vitamini. Hili ni jiwe la kiwandani la kulamba mifugo, ng'ombe, mbuzi, nyati. Lina madini pamoja na vitamini. Jiwe la kulamba. Mbolea ikifika huko chini mnavunaje? Hii mbolea ikishuka kule chini kuna njia zipo, kuna mfereji ya maji ya kutolea huo uchafu, kinyesi pamoja na mikojo. Tunaikusanya kwa nje kule. Alafu tunapeleka kwenye mashamba, kwenye mashamba la malisho au mashamba ya wananchi wanajua kuomba mbolea kwa ajili ya kupeleka kwenye mashamba yao ya mahindi na kadhalika, shughuli mbalimbali. Na unavyojenga kama hiki kichanja, unaweza kutumia mbao au kutumia mirunda. Ukaiwekea chini stendi nguzo za kusimama, afu ukapigilia kama chaga. Ili mkojo akijisaidia mkojo uende chini pamoja na kinyesi kiweze kwenda chini. Afu na kule chini utengeneze mfereji ili mkojo na kile kinyesi kisituame, ili kitoke nje, ili kuwa na mzunguko wa hewa. Na juu na kubadilisha wewe na nafasi kubwa. Ili asije kupata ugonjwa wa pneumonia, sababu akivuta ile hewa iliyokuwa asili mfumo wa upumuaji, anaanza kukoa na kutoa mafua. Kwa hiyo kikubwa atakuwa uzingatie madirisha na banda lio na kichanja kama hivi, lio na chaga, ili akinya kinyesi na mkojo viende chini. Ili asije kalalia mikojo na kile kinyesi chake, ili kuzuia magonjwa kama vile pneumonia na magonjwa mengineyo. Aya, twendeni shambani.
Utambuzi wa mbegu bora ya mbuzi unafanyikaje? Mbegu bora za mbuzi zinapatikana katika mashamba ya mifugo, mashamba ya serikali, kwa mfano Mabuki, shamba lingine liko la mifugo lipo Ngelengele, Morogoro na mengineyo yote mashamba ya serikali ndio kuna mbegu bora za mbuzi wa maziwa. Natambuaje kama huu ni mbegu bora wa maziwa? Naangalia nini? Mkulima angalia nini hasa? Kitu kikubwa mbuzi wa maziwa kwa jike. Kikubwa tuangalia anakuwa na shape kama vile ng'ombe wa maziwa. Shape yake inakuwa ni triangle. Anakuwa na kichwa kidogo alafu pembe tatu. Anakuwa na kichwa kidogo alafu huku nyuma anakuwa vile pembe tatu. Alafu ana kiwele kikubwa. Kiwele kinakuwa kikubwa. Alafu anakuwa pembe tatu. Kwa mbuzi wa nyama? Mbuzi wa nyama anakuwa kama ananiwa maziwa, kama ng'ombe wa nyama, beef cattle wale. Anakuwa na shape yake kama block, kama tofali hivi. Kama pembe zote zimelingana. Zimelingana. Au nene unalingana. Unakuwa wote umelingana, pembe 4. Baada sasa nimepata hiyo mbegu yangu bora. Hivi kwa mfano mkulima akitaka kuanza, aanzaje? Ushapata mbegu yako bora, kikubwa uzingatie ushauri wa kitaalamu. Kabla banda ushaliandaa, umpeleka wale mbuzi wako. Kikubwa pale inatakiwa kabla unavununua uwe na wote pea jike na dume. Alafu kingine upate ushauri wa kitaalamu. Kwanza kwa swala lazima la chakula, matibabu na vitu vyote vya kitaalamu kama vile kuchanganya chakula, matibabu, dawa za minyoo kila baada ya muda gani, aogeshwe na mambo mengineyo. Sawa, tumefanikiwa kupata mbegu bora na tayari tumewaleta kwenye banda letu. Tunahudumiaje mbuzi wakishafika kwenye banda la mkulima? Hatua ya kwanza ni ipi? Hatua ya kwanza kikubwa kwanza. Ishu kubwa kwanza ujue mbuzi anachukua muda gani kuchunga au kula mpaka ashibe. Ili na muda gani atakiwa atolewe kwenye banda. Kikubwa atakuwa ajue kama mkulima ambaye ajue ufugaji wa mbuzi. Atakuwa kwa sababu mbuzi atakiwa kutoka mapema sana. Atakuwa atoke jua kidogo limetoka au nyasi zilikuwa hazina umande. Yaani ziwe zimeshakauka maji, nyasi ziwe kavu ndo mtoe. Yaani at least kuanzia saa 4 au saa 5 asubuhi. Kwa nini asitolewe mapema? Kwa sababu kuna magonjwa hapo ya virus ambayo yanasumbua sana mbuzi wadogo. Akila maji kuna virus wanakaa kwenye ile ule unyevu ule. Ugonjwa fulani wa mbuzi unaitwa contagious erythema. Wakila mbuzi wadogo ndio wanawasumbua sana wale winners wanachukua kunyonya. Wakila wanapata ugonjwa fulani wanakuwa kama vipingili kwenye mdomo huko. Kwa watakuwa watoe angalau jua likishatoka nyasi zishakuwa kavu. Na mbuzi anachunga masaa 4 mpaka 5 kwa ameshashiba. Tofauti na ng'ombe. Ni lazima tuchunge mbuzi kama nina uwezo wa kuletea majani. Mbuzi unaweza ukamwachia huru akajitafutia mwenyewe majani na chakula na malisho au ukamfungia ndani. Lakini umpe chakula kile kinachotakiwa. Ukamletea kama sababu mbuzi anapenda sana miti tofauti na ng'ombe. Mbuzi anapenda kula miti, ana browse, wanasema kitabu ana browse, anakula miti. Ng'ombe ana graze, anakula nyasi. Kwa hiyo vizuri kama unamfungia ndani, umpe vyakula vyote vyokamilika. Kama mtafutie miti matawi ya miti, umtundikie mle au anakula au na kingine unampa na chakula cha ziada ambacho kimekamilika. Chakula cha ziada cha mbuzi ni nini hasa? Chakula cha ziada cha mbuzi ni kama vile cha ng'ombe wa maziwa. Kama ni mbuzi wa maziwa na kama vile unavyompa ng'ombe wa maziwa unavyompa chakula cha ziada. Pumba za mahindi, mashudu ya alizeti, chokaa na kadhalika. Chakula ile diet iwe balance, vitu vyote vinavyotakiwa. Ndio unampa kwa siku anakula kilo 1 mpaka kilo 1.5 kwa mbuzi jike. Huyo ambaye ananyonyesha jike mkubwa huyo atakuwa ale kilo 1 mpaka kilo 1.5. Kwa hiyo ambaye anyonyeshi kwa siku anakula nusu kilo mpaka kilo 1. Hiyo akiwa anakaribia ile kuzaa. Ili asije akapata tabu wakati wa kuzaa pamoja, ili nawe na azalishe maziwa ya kutosha, ili mtoto akizaliwa yule mdogo ili anyonye maziwa hiyo ambayo yana virutubisho vya kutosha. Mbuzi anapata mimba baada ya muda gani hasa? Mbuzi joto lake linajirudia baada ya siku 21. Baada ya siku 1 inajirudia. Kama kishaingia leo hajapandwa na kama baada ya siku 21 ajue tena kwenye joto. Anaikata kwenye joto, anashaza dalili, anahitaji dume, unamuongezea dume ili aweze kupandwa. Ni njia gani sahihi ya kumpandisha mbuzi? Kwa njia ya chupa au kwa kutumia dume? Unaweza kutumia dume au kutumia chupa kwa njia ya uimilishaji, wanaitwa kwa Kiswahili uimilishaji au artificial insemination. Njia gani bora kati ya hii ya chupa na kutumia dume wa mbuzi? Kwa kutumia chupa, cha kwanza una save kwanza gharama za kununua dume. Kwa sababu dume za kutanunua bei kubwa tofauti kununua ile mbegu ile ya kupandisha kwa njia ya chupa. Unaweza kama umekuwa umesave hela. Cha pili, mbegu zile zimekuwa zishapimwa sasa hazina magonjwa. Sababu kuna magonjwa mengine hapo yanaambukizwa kwa njia ya sexual transmission.
kwa njia ya kujamiana yani. Kwa sababu ta venereal disease, magonjwa ya zinaa yani ya mifugo. Kwa hiyo zile mbegu zinakuwa zishachekiwa maabara, ziko safi, hazina ugonjwa wowote. Kwa hata kumpandisha mnyama alizopata ugonjwa wowote, alafu nyingine inakuwa nani rahisi, unakuwa umechagua sasa dume gani. Sasa mtoa madume yako mengi. Sasa wewe unataka mbegu ya dume fulani. Kwa hiyo inakuwa inakurahisishia. Unakusanyia mbegu za yule dume, tena kumpandisha yule mbuzi wako ambaye ipo kwenye joto. Mtazamaji leo anaweza kawa na swali, hata ajui pa kupata mbegu za kupandikiza au hizo mbegu za chupa. Zinapatikanaje? Hizo mbegu kwa hapa Tanzania tuna kituo chetu kiko Nike pale. Pale sasa hivi wanazalisha mbegu za ng'ombe madume, lakini wizara wana mpango nako kuongeza pale nako kuanza na huo mradi mwingine wa kuzalisha mbegu za mbuzi. Hizo tunatumia njia ya uhimilishaji au kumpandisha kwa chupa kama inafanya kwa ng'ombe. Inachukua muda gani kwa mbuzi kufikia sasa hatua ya kuzaa? Mbuzi anabeba mimba kwa muda wa siku 150 au miezi 5. Ndio anabeba mimba, anazaa miezi 5. Mbuzi mwenye mimba anahudumiwaje? Mbuzi mwenye mimba unamhudumia kwanza, kikubwa kwanza anatakiwa kwanza chakula cha kushiba. Kwanza chakula kama unapenda miti, umlete, kama unamfungia ndani umkatie miti umwekee ale, au kama anachunga umpeke sehemu yenye miti unamwachia akachunga yenye miti. Na kingine asubuhi na jioni unahakikisha unampa chakula kile ambacho mlo umekamilika. Unapa chakula kicho ili mchanganyiko wote umekamilika, vya kote vinavyotakiwa, kama pumba za mahindi, mashudu ya alizeti, chumvi na mifupa ile, chokaa na kadhalika. Vyote vime balance. Umekea kilo 1 mpaka kilo 1.5. Siku 150 zimekamilika za mbuzi kuzaa. Siku mbuzi anazaa, kuanzia pale alipozaa, harakati za kumnyonyesha mbuzi baada ya kuzaa zikoje? Kwa hiyo kuna njia ziko za aina mbili. Sasa tegemea na unafuga mbuzi wako kwa malengo kwa ajili ya maziwa, au unafuga kwa natural sio kwa maziwa, au hutaki kukamua uuze maziwa. Lakini kama unataka kwa ajili ya kukamua maziwa, inabidi ndama, yani mtoto yule, ukamue maziwa kwanza. Ushakamua maziwa, zeni unamwachia na mtoto aenda ananyonya. Au kuna njia nyingine inaitwa bucket feeding, unaonyesha kwa kutumia ndoo. Unakamua yale kwa ajili ya kunywa au ya kuuza, na mengine unamkamulia mtoto afu unaenda unamnywesha kwa kutumia ndoo, unamfundisha. Njia gani bora? Kutumia ndoo kumlisha yule mtoto wa mbuzi, au kunyonya mwenyewe kupitia kwenye kiwele? Zote bora, lakini ya kunyonya kwa mamake ni bora zaidi, kwa sababu wanakunywa maziwa ya kutosha, yani kadri atakavyo yeye. Tofauti na ile total bucket feeding, sababu pale unakuwa umepima kitaalamu baba lita 1.5 au lita 2, lakini ile akinyonya mwenyewe natural kwa asili ananyonya mpaka afushie tani, kama nyonya lita 1.5 lita 2, ndio anakuwa vizuri kwa afya nzuri. Inachukua muda gani kumwachisha mbuzi? Kwa mbuzi ni kuanzia miezi 2 mpaka miezi 3 ndio muda mzuri wa kufanya weaning, kumwachisha, kumtenga mama na watoto, ili kwa ajili ya mwachie mwenzake, kwa ajili ya mtoto mwingine anayekuja. Miezi 2 mpaka miezi 3. Unamwachishaje? Unamtenga mtoto na mama, unatenganisha hata mabanda. Wanakuwa wanachungwa tofauti ili wasionane, ili asije akarudi tena kaendelea kunyonya. Mfugaji anafaidika vipi na maziwa ya mbuzi? Maziwa ya mbuzi yana soko sana. Kama hawa mbuzi wetu unaona hapa mbele yetu, hawa ni mbuzi wa maziwa, wanaitwa Toggenburg hawa. Wanauza kutoa lita 2 mpaka lita 3. Na maziwa ya mbuzi yana soko sana. Kwa sababu maziwa ya mbuzi sasa hivi tunaambiwa kama sasa hivi maziwa ya mbuzi kama watu wenye vidonda vya tumbo hasa yanatibu. Na yana soko sana. Kwa watu wenye vidonda vya tumbo ndio dawa suluhisho, wanasema ya maziwa ya mbuzi. Na sasa hivi hapa shamba yetu na wateja sana. Wateja wengi sana wanauza maziwa ya mbuzi na tunawakamulia. Na mbuzi wetu tunatoa lita 2 mpaka lita 3 za maziwa. Kwa mkulima atafaidika sana kwa swala la maziwa. Atauza maziwa afu na wao mbuzi wanaweza kuzaa mapacha. Anapaswa kukamuliwa kwa muda gani hasa? Mbuzi anakamuliwa kwa muda wa miezi 5 tangu azae. Miezi 5 mfululizo anakamuliwa tangu azae. Lakini akishazaa tu atakuwa umwache siku 5 ndio mwanze kumkamua. Sababu maziwa ya mwanzo wale kitabu yanakuwa na kitu kinaitwa colostrum. Maziwa yanakuwa yana virutubisho vya kutosha, atakuwa apate mtoto mdogo yale. Mtoto mdogo. Yaani siku ya kwanza mpaka siku ya 5. Kwa hiyo unamwachia mtoto mdogo yanyonye, ndama yule mtoto wa mbuzi yanyonye mpaka siku 5. Baada hapo ndo unaanza kukamua yale ya kuuza. Na anatoa lita 2 mpaka lita 3 kwa siku. Mbuzi anazaa watoto wangapi?
mapacha mpaka watatu, wawili mpaka watatu mapacha. Mbuzi anaweza kuzaa mmoja au wawili au watatu. Alasi mbuzi wetu hapa shambani kuna wanaozaa mapacha wawili mpaka mapacha watatu. Mbuzi wa kisasa wa maziwa. Tunaona huyu mbuzi ni aina ya Toggenburg. Breed yake inaitwa Toggenburg. Asili yao ni Switzerland. Ndio asili yao. Hawa ni mbuzi wa maziwa, dairy goat. Na wanakuwa na rangi ya nyeusi kwenye mwili huku, au wanaweza kawa na rangi ya chocolate kwenye mwili. Alafu usoni anakuwa na mistari meupe, white strip usoni hizi. Alafu unaweza kawa na mapembe au asiwe na pembe. Alafu kingine, sifa nyingine kubwa, wanakuwa na kiwele kikubwa. Kiwele chake kinakuwa kimeshuka sana. Kiwele chake. Alafu sifa nyingine, dume anakuwa ana kilo 75, jike anakuwa na kilo 55, jike mkubwa. Alafu kwa urefu kwenda juu, dume anakuwa na urefu wa sentimita 85. Jike anakuwa na urefu wa sentimita 75 kwa kwenda juu. Na uwezo kutoa maziwa ni lita 2 mpaka lita 3 kwa siku. Hao ndo mbuzi ambao tunafuga hapa Mabuki Farm. Aya, twendeni shambani, wananchi tukalime, tusikae mitaani. Huyo ni mbuzi wa maziwa. Sasa tuende kwenye mbuzi wa nyama. Mbuzi wa nyama anahudumiwa vipi? Kuanzia pale ninapomnunua mpaka pale ninapoenda kumuuza sasa. Vigezo vya banda, vigezo vya mbuzi wa maziwa na nyama na mbuzi wa nyama, vigezo vya banda tukawa vile vile eneo liwepo kubwa la kutosha kama kawaida. Lakini mbuzi wa nyama wao kuna vyakula vyao special kwa ajili ya kunenepesha vile. Na yeye anatoa ale chakula paka mwenyewe, yani aseme basi. Alafu kingine anakula miti ya kutosha, majani miti, nyasi hawapendi sana, wanapenda miti kama hawa mbuzi wa maziwa. Wote wanapenda kubrowse, kula miti. Alafu kingine unabidi wape chakula cha kunifanya cha kunenepesha, afu wape mpaka watakavotosheka wenyewe. Ni chakula gani cha kunenepesha cha ziada ambao mbuzi wa nyama anapewa? Mbuzi wa nyama kuna vyakula viko, kuna uzoka wagea pumba za mahindi, kuna pumba za mpunga na kadhalika, ukaweka na dagaa mle na kadhalika, pamoja na chokaa na chumvi. Kwa vizuri sana kunenepesha. Kama walivyo wanyama wengine, najua katika ufugaji wa mbuzi pia kuna changamoto. Changamoto ni zipi hasa katika ufugaji wa mbuzi? Changamoto zipo nyingi sana kwenye ufugaji wa mbuzi. Kwa mfano kuna magonjwa ya mifugo. Kuna magonjwa ya bakteria, ya virusi na ya protozoa, ya tick-borne disease yanaitwa. Magonjwa ya kupe. Kwa mfano kama mbuzi kuna ugonjwa mmoja wa kupe unaitwa heart rot, moyo kujaa maji. Unawasumbua sana mbuzi. Kwa hiyo ugonjwa unabidi ujitahidi sana swala zima la kuogesha kwa kutumia dawa za acaricide za kuua magonjwa wadudu wa nje wale, parasites, wadudu wa nje walikuwa wanawang'ata, wananyonya damu. Kwa wadudu wale walikuwa wanaenda kwenye mnyama kwa lengo la kunyonya damu, lakini anaacha vile vimelea vya ugonjwa. Baada ya wiki 2 mnyama anaanza kuonyesha dalili za ule ugonjwa. Kama ulikuwa uzingatii kuogesha. Kwa hiyo kikubwa nashauri tujitahidi kuogesha ili kuzuia ugonjwa unaoitwa heart rot, unasumbua sana mbuzi. Mbuzi anakuaje kwa maana gani? Mbuzi anakuwa moyo ukiwa umejaa maji, afya kama kizunguzungu. Anakuwa anatembea kama anazunguka. Alafu zaidi anakuwa miguu ananyanyua juu hivi, atembea hivi, anakuwa na high stepping gait wanaita, kwa ananyanyua, anatembea, anairusha miguu, afu anakuwa anazunguka. Kwa huo ugonjwa. Magonjwa mengine kuna ugonjwa unaitwa CCPP. Ugonjwa huo homa ya mapafu kwa mbuzi. Anakuwa anakonda sana mnyama, anakoa, anatoa makamasi mazito, anaema kwa tabu sana. Kwa hiyo ugonjwa ni hatari sana, ugonjwa wa bakteria, unasumbua sana mbuzi. Kwa hiyo inabidi uzingatie chanjo. Unabidi ufanye, kuna chanjo yao ipo inaitwa ya CCPP. Kwa hiyo inabidi uzingatie kwa chanjo, unawachanja kwa mwaka mara moja. Kwa hiyo bila hivyo, sababu ugonjwa ni hatari sana, ukiingia kwenye zizi kama hujawahi kuwatibu, banda zima asubuhi zakuta mbuzi wote wamekufa. Unawahi kuua sana kwa haraka. Kwa tuzingatie sana chanjo. Tafuta wataalamu waliokuwepo wakata au kwenye mashamba, mnaomba ushauri masuala ya matibabu na kadhalika. Alafu kuna ugonjwa mwingine nao unaitwa ugonjwa wa kimeta, na unawasumbua nao mbuzi kama unawasumbua ng'ombe. Anakuwa sehemu zote za open, labda kwenye macho, kwenye mdomo, kwenye pua, kwenye kizazi, huko wapi, sehemu zote anakuwa anatoa damu. Ugonjwa wa bakteria huo. Una matibabu, lakini chanjo yake ipo. Kwa tujitahidi kuchanja. Mbuzi anapaswa kupewa chanjo baada ya muda gani hasa? Kwa mfano ugonjwa wa kimeta, tunamchanja lini?
Ule hauna season maalum. Yaani unatoka kwa sababu unabidi uweke rekodi. Ushamchanja kama mwezi huu wa kwanza kwa mpaka mwakani mwezi wa kwanza unarudia ni baada ya miezi 12. Unarudia. Kila mwaka unarudia baada ya miezi 12 unarudia hiyo chanjo. Na kuna ugonjwa mwingine tena unaowasumbua sana mbuzi hao wadogo hawa kidi au wale waliochoka kunyonya wale winners. Unaitwa contagious erythema au ORF. Unakuwa wa virus wa ugonjwa. Wanakuwa wanatoka kama vipingili humu kwenye mdomo humu. Alafu unawaua sana. Kwa hiyo tuwe nao makini. Kwa ndio maana nikasema ugonjwa wa virus ndio maana nasema mbuzi atakiwa atoke kuanzia saa 4 saa 5 unyevunyevu ukishakauka kwenye majani. La sivyo kila majani yana unyevunyevu ndio unawapelekea kupata ule ugonjwa wa virus. Na unasumbua sana mbuzi wadogo. Kuanzia miezi 3 kurudi nyuma. Kwa wakubwa huwasumbui sana huo ugonjwa. Na magonjwa mengineyo hapo, kuna ugonjwa mwingine wa bakteria unaoitwa mastitis, kuvimba kwa kiwele. Na unasumbua sana mbuzi hao wa maziwa. Kwa mfano ukiwa ananyonya tu mtoto mwenyewe mama alafu wewe mkulima umkamue sababu wale special kwa ajili ya maziwa. Kwa unakuta maziwa mtoto anayanyonya ya malizi. Kwa unakuta ile chuchu inavimba mpaka inapelekea kutoka kama usaha ukikamua au kutoka kama damu. Kwa hiyo tujitahidi sana hilo. Kwa hiyo unafuga mbuzi wa maziwa jitahidi kukamua ili asikapata ugonjwa wa mastitis wa kuvimba kiwele. Aya, twendeni shambani, wananchi tukalima, tusikae mitaani. Kuna fursa gani katika ufugaji wa mbuzi? Fursa zipo ili leo mtazamaji wangu aanze biashara hii mapema. Fursa za mbuzi zipo nyingi sana. Kwa sababu hao wanyama wana soko sana. Kuanzia maziwa yao yanauzika sana. Sasa hivi watu wengi wameelimika wananunua maziwa ya mbuzi sababu ishagundua yanatibu vidonda vya tumbo na ni bora sana kwa afya. Kingine mbuzi wanabeba mimba muda mchache sana. Tofauti na wanyama kama ng'ombe, yeye mimba yake inabeba miezi 5 tu. Mimba azia anazaa. Na mbuzi wanyama nao wana faida kama sasa hivi kwenye mahoteli makubwa mbuzi nyama zinalika sana. Kwa hiyo mbuzi mlaji una faida sana na hauna gharama kubwa sana. Tofauti na wanyama wengine kama vile nguruwe kufuga au nini, wataji chakula kingi hawa, tofauti na wanyama kama hao. Na faida nyingine kwa mbuzi, kuna hizi ngozi zinaitwa hizi skin. Zina faida nyingi sana. Hizi unaweza kutengenezea kama kitanda au kutengenezea mikanda au kutengenezea viatu na kadhalika vitu vingine hivyo. Kama begi. Kwa hiyo kuna viwanda vipo vya kuprocess ngozi hizi. Wananunua sana ngozi hizo, wanaenda kutengeneza vitu kama hivyo, pochi hizi, wallet, mikanda, viatu na bedding material vya kulalia zile na nguo. Kwa hiyo zina faida sana ngozi za wanyama kama mbuzi na hata wengine kama ng'ombe. Wito wako kwa vijana au watazamaji wote kujihusisha na ufugaji wa mbuzi? Wito wangu kwa wananchi, tufuge ufugaji wenye tija, yani ufugaji wa faida. So unafuga bila malengo. Kwa unafuga mbuzi wa maziwa, ufuge mbuzi wa maziwa. Ili uzalishe maziwa mengi uweze kuuza kwa wananchi uweze kupata faida. Au ufuge wanyama wenye size kubwa, warefu. Usifuge wale wa kienyeji wafupi. Ambao wanyama watakupeleka kwenye soko, kwenye mnada, atakuwa na soko kubwa, hadi atakuwa na bei kubwa. Wateja wengi watamgombania, kwa utapata faida kubwa. So unafuga bila malengo. Kwa hiyo tufuge kwa malengo. Kama mbuzi wa maziwa, uchague mbuzi wa maziwa, uende kwenye mashamba, utafute mtaalamu kwa bwana mifugo yupo karibu yako, muombe ataka kwenda kununua mbuzi wa maziwa, mbuzi wa nyama, anakuwa sifa gani, au twende nikasaidia kunichagulia, tufanye hivyo. Au kama kwa mbuzi wa maziwa, au kwa mbuzi wa nyama, umtafute nako mtaalamu yote yupo karibu yako, au uende kwenye mashamba ya mifugo, uulize nataka mbuzi wa nyama, wanakuwaje, sifa zao wako vipi. Mbuzi wana faida tofauti kulinganisha, wana faida ya haraka kutofautisha na mfugo kama vile ng'ombe. Sababu mbuzi kwanza anaweza kuzaa mapacha wawili mpaka watatu. Na kingine mbuzi anatumia muda mfupi kubeba mimba. Miezi 5 alikuwa kashazaa. Tofauti na ng'ombe anabeba mimba miezi 9. Alafu mbuzi hana gharama kwa sababu lazima na chakula, hata swala lazima hata la matibabu, tofauti kulinganisha na wanyama wengine kama ng'ombe, nguruwe na kadhalika. Kwa hiyo wananchi wabadiliki, tufuge kisasa. Kwa sababu kama mbuzi wa maziwa utapata faida, utakuzalia mapacha. Ndani ya mwaka unapata kama anazaa mapacha, kwa mwaka anakuzalia watoto 4. Alafu kingine anatoa maziwa lita 2 mpaka lita 3. Kwa hiyo unauza maziwa, alafu bado kuna faida ya watoto.
Mtazamaji wa TBC1, ni matumaini yangu kuwa somo la ufugaji wa mbuzi umeipata kupitia TBC Shambani hii leo. Kutoka hapa katika shamba la Mabuki hapa mkoani Mwanza, mimi ni James Lerombo. Mpiga picha ni Gift Donald wakishirikiana na Masumbuko Daniel. Mwongozaji ni Goliver Yanga. Endelea kuitazama TBC1. Usikae mitaani, wanawake kwa